Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumaini ya kwamba mko salama salimini, na hiyo ndiyo furaha yetu. Na basi tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika hali yake ya kiusalama na hata kisiasa pia. Na tutakwenda kuanzia huko mkoani Kivu Kusini, ambako katika mji wa Minova ulioko katika wilaya ya Kalehe ulikumbwa na hali ya mvutano mkubwa. Kama tulivyokuwa tumetangulia kutangaza, zoezi hilo halikuwa la kamata, bali kulikuwa na msako wa kimfumo uliotekelezwa na wahasi wa M23 kwa mujibu wa ushuhuda mbalimbali uliokusanywa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo. Wanachama wa AFC M23 walifanya operesheni kubwa ya msako tangu alfajiri iliyohusisha kuzingira kwa ukali mji huo. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, vinasema ya kwamba hali hiyo ilitokana na amri ya kutoka mjini Goma, huku zoezi hilo likatekelezwa kwa masaa kadhaa, huku ukaguzi wa nyumba kwa nyumba ukiendelea. Wakati wa zoezi hilo, wanaume wengi wenye umri wa kati ya miaka 18 hadi 40, yani the 18 à 40 ans, walikamatwa na kupelekwa katika uwanja wa michezo unaojulikana kama Mille Arbres, ambako walishikiliwa kwa muda mrefu katika siku hiyo. Taarifa zilizokusanywa zinaonyesha kuwa kukamatwa huko kulilenga hasa watu waliokosa jeton za salongo pamoja na wale waliotiliwa shaka kuwa na msimamo wa upinzani au kuwa tishio kwa kundi hilo la wahasi. Hali hiyo ilisababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi. Kwa hofu ya kukamatwa, baadhi ya vijana walikimbilia katika kilima cha Katale ili kujinusuru. Wakati huo huo, wanawake na watoto walikusanyika karibu na eneo walikokuwa wanashikiliwa ndugu zao, wakikataa kuondoka bila wao kuachiliwa. Shinikizo hili kutoka kwa jamii lilidaiwa kuchangia kuachiliwa kwa watu waliokuwa wamekamatwa. Licha ya kuachiliwa huko, hali ya hofu bado inaendelea kutawala katika mji huo. Wakazi wana wasiwasi juu ya uwezekano wa kurudiwa kwa operesheni hizo za misako, na wanaeleza hofu kubwa kuhusu usalama wao katika mazingira ambayo tayari yameathiriwa na hali ya ukosefu wa usalama unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hali ya utulivu wa tahadhari lakini bado dhaifu umeripotiwa asubuhi ya hii leo katika maeneo ya Kalembe na Kalonge yaliyoko mpakani mwa wilaya ya Masisi na Walikale mkoani Kivu Kaskazini huko. Utulivu huu unakuja kufuatia mapigano makali ya silaha yaliyotokea siku ya Jumapili kati ya makundi ya wazalendo na wahasi wa AFC M23. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya ndani vinavyoaminika, vinadai kuwa mapigano hayo yalianza jioni ya Jumapili, yani jana Jumapili, majira ya saa 2 usiku ama 20h, wakati wapiganaji wa wazalendo walipoanzisha mashambulizi yaliyoratibiwa dhidi ya ngome za AFC M23. Mashambulizi hayo yalisababisha mapigano makali ya risasi yaliyozusha taharuki kubwa miongoni mwa raia, wengi wakilazimika kujifungia majumbani mwao au kutafuta maficho ya dharura. Taarifa ya awali inaonyesha kuwa watu wasiopungua 2 walipata kupoteza maisha, akiwemo raia mmoja na mpiganaji mmoja wa AFC M23. Aidha, vitendo vya uporaji viliripotiwa wakati wa vurugu hizo, hali iliyozidisha mateso ya wakazi ambao tayari wanakabiliwa na changamoto za usalama katika eneo hilo. Asubuhi ya leo Jumatatu, licha ya kusitishwa kwa milio ya risasi, hali ya wasiwasi bado inaonekana wazi katika jamii za maeneo hayo mawili. Wakazi ambao bado wako katika mshtuko wanaishi kwa hofu ya kurejea kwa mapigano wakati wowote. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, wapiganaji wazalendo walijiondoa katika maeneo ya Kalembe na Kalonge baada ya mashambulizi na kuyaacha maeneo hayo chini ya udhibiti wa AFC M23. Mapigano haya mapya yanaonyesha tena hali tete ya usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na maeneo ya Masisi na Walikale yanaendelea kuwa uwanja wa mapambano ya mara kwa mara kati ya makundi ya wenyeji wenye silaha na wahasi wa M23, hali inayosababisha vifo, wakimbizi wa ndani na kuzorota kwa hali ya kibinadamu.
Hali inayoonekana Kalembe na Kalonge inaonyesha wazi udhaifu wa utulivu uliokuwa umeanza kushuhudiwa katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini, ambapo kurejea kwa amani ya kudumu bado kunaonekana kuwa changamoto kubwa. Na tukizungumzia swala zima la kutafuta kurejea kwa amani ya kudumu, mchakato wa mazungumzo kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa AFC M23 umeingia tena katika hatua mpya wiki hii kufuatia kuanza tena kwa majadiliano nchini Uswisi baada ya kuhamishwa kutoka Doha kutokana na mvutano unaoendelea katika Mashariki ya Kati ama Moyen-Orient. Raundi hii mpya inayofunguliwa mjini Geneva inakuja katika muktadha nyeti wa kidiplomasia unaohusu mgogoro unaoendelea mashariki mwa DRC. Kabla ya kuanza kwa mazungumzo hayo, waasi waliwasilisha kwa mamlaka za Qatar, hususan kwa waziri wa nchi hiyo anayeshughulikia mambo ya nje Bwana Mohamed bin Abdelaziz Al-Khulaifi, orodha ya wajumbe wa delegation yao. Delegation hiyo ya M23 inajumuisha watu 12 wakiwemo wajumbe 6 wakuu wa mazungumzo wakiongozwa na Rene Abandi pamoja na wataalamu 6 wanaosaidia katika masuala ya kiufundi. Miongoni mwa wataalamu hao, uwepo wa Claude Ibalanki Ekolomba umevutia hisia za wengi kwa sababu yeye alikuwa ni mratibu wa zamani wa mfuko wa kitaifa wa ufuatiliaji wa mkataba wa Addis Abeba na pia aliwahi kuwa balozi wa Rais Felix Tshisekedi, ila anaonekana kwa mara ya kwanza rasmi kabisa kuwa sehemu ya ndani kabisa ya AFC M23. Hatua hii inaonekana kwa mabadiliko muhimu ikizingatiwa kwamba hapo awali alikuwa na msimamo usioeleweka wazi kuhusu waasi hao. Mwisho wa mwezi Januari mwaka huu tunao Claude Ibalanki alionekana mjini Goma akiwa pamoja na viongozi wa M23, lakini alisisitiza kuwa bado hakuwa mwanachama wa kundi hilo. Alieleza kuwa angeweza kushirikiana nao kama mshauri wa nje, akisubiri majibu kutoka kwa kiongozi wa muungano huo Bwana Corneille Nangaa. Ushiriki wake wa sasa katika ujumbe unaashiria mabadiliko makubwa katika msimamo wake wa kisiasa. Kwa upana zaidi, muundo wa ujumbe wa AFC M23 unaonekana kuwa na mkakati wa makusudi. Kwa mujibu wa wachambuzi kadhaa, wanadai kuwa kundi hilo linajaribu kujijenga upya kwa kuonyesha sura ya kisiasa na kitaalamu zaidi kwa kuwajumuisha watu wenye uzoefu wa kimataifa au waliotoka katika diaspora ya Kongo. Baadhi yao wana uraia wa nchi mbili au wanaishi Ulaya na Amerika Kaskazini, hali inayoongeza uzito wa kidiplomasia wa ujumbe huo. Hatua hii inaonekana kuwa sehemu ya juhudi za kubadilisha taswira ya kundi hilo ambalo mara nyingi limekuwa likichukuliwa kama kundi la waasi linaloungwa mkono na nguvu za nje, kwa kuonyesha sura ya Kikongo zaidi kwa kuwahusisha watu waliowahi kushika nyadhifa serikalini. AFC M23 inalenga kujionyesha kama mhusika wa kisiasa wa ndani mwenye uhalali fulani katika mazungumzo haya. Katika muktadha huu, mazungumzo ya Geneva hayahusu tu masuala ya kijeshi au usalama, bali pia yanahusisha mapambano ya ushawishi na namna mgogoro unavyoelezewa kimataifa. Kupitia muundo wa ujumbe wake, M23 inaonekana kutaka kuathiri mtazamo wa kimataifa kwa kuonesha mgogoro huu kama wa ndani zaidi, licha ya madai yanayoendelea kuhusu uwepo wa msaada kutoka nje, hasa kutoka katika nchi ya Rwanda. Kwa hivyo raundi hii mpya ya mazungumzo inafanyika katika mazingira tata ya kidiplomasia, ambapo masuala ya uwakilishi, uhalali na simulizi ya mgogoro yana uzito sawa na majadiliano yenyewe kuhusu amani na usalama mashariki mwa DRC. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku, kwa ambao nazidi kujiri katika hali halisi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.